Tupo katika miezi mitukufu, miezi ambayo mtu akitokea kufanya jambo jema analipwa maradufu ya vile anavyofanya katika miezi mingine, na kinyume chake pia. Allah atuepushe, lakini ikitokea mtu akifanya jambo baya analipwa maradufu ya vile alivyokusudia. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum. Lakini mahala panapotuhusu fala tadhlimu fihinna anfusakum, jitahidini sana katika hii miezi mitukufu msije mkajidhulumu wenyewe. Dhulma maana yake ni kufanya jambo, kuliweka jambo mahala si pake, kila kitu kiwekwe mahala pake. Sasa kipindi chote hakitakiwi kufanya mambo mabaya, lakini katika hii miezi minne mitukufu Allah subhanahu wa ta'ala ametuonya na kutuasa tusifanye mambo mabaya, badala yake tufanye mambo mazuri. Miongoni mwa mambo mazuri ni mtu kutekeleza yale aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika jumla ya mambo Allah aliyoyaamrisha ni watu kutekeleza ibada ya hija katika nyumba yake kongwe, nyumba yake tukufu. Nasi tupo katika maandalizi ya ibada hiyo. Allah tuwezeshe kutekeleza ibada hiyo ipasavyo, na tulipe malipo yaliyo kamili, malipo ambayo ametufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba hija ikikubaliwa haina malipo mengine zaidi ya pepo. Alhajjul mabruru laysa lahu jazaa illa aljanna, haina malipo mengine isipokuwa pepo. Allah akubali ibada yetu tutakayokwenda kuitenda ili aweze kutuingiza peponi siku ya Kiyama pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viongozi wetu wamechagua tuje tubadilishane mawazo katika adabu za hija na faida za hija. Ndugu zangu tuliohudhuria hapa, kila jambo alilolipanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza lina malengo yake. Dr. Bugha rahmatullahi ta'ala alayhi, yeye anasema laysa almuradu lilibadati fi lislami suwaraha wa ashkalaha, innama almuradu ghayatuha wa ma'naha. Kamwe makusudio ya ibada katika Uislamu sio ile sura yake, ule muonekano wake, sio. Laisa almuradu lilibadati fi lislami suwaraha, muonekano ule sio makusudio ya ibada. Wa ashkalaha, na yale maumbile yake, vile ilivyoumbwa, unaanzia hiki unamalizia kile, sio malengo. Innama almuradu ghayatuha wa ma'naha, makusudio ya ibada ni ghaya, ni ile target na ile maana nzima tunayoikusudia. Kwa hiyo makusudio ya sala katika Uislamu sio kule kuinama, kuinuka, kufanyaje, sio makusudio ya sala. Makusudio ya Ramadhani sio kule kushinda na njaa. Laisa almuradu lilibadati, ibada zote makusudio yake sio ule muonekano wake, sio makusudio kwamba watu washinde na njaa asubuhi mpaka mchana mpaka jioni, jua likizama ndio wale, ndio makusudio. Hapana, innama almuradu ghayatuha wa ma'naha, si vinginevyo. Makusudio ya ibada ni ile ghaya na ile maana, lile lengo, target na ile maana kusudiwa. Sasa kila mtu anapofanya ibada kwanza afikirie kwa kina, kwani lengo zima la ibada hii ni nini? Baada ya kujua lengo la ibada, akiendea hayo mengine anakuwa mepesi.
tunazungumzia adabu za hija na faida za hija, lakini kwanza kabla hatujafika huko tukumbushane kwamba hija kama ibada ina malengo yake, na malengo ya ibada yoyote sio ule muonekano, sio sala. Malengo yake Allah anatuambia inna salata tanha anil fahshai wal munkari, kwa watu wasali ili sala yenyewe iwe inaweza kuwakataza watu mambo mabaya. Sasa kama tunasali kila siku halafu kwenye mabaya sisi ni viongozi, sisi ni wadau, maana yake sala haijafika pale panapotakiwa kufika. Funga, watu wanatakiwa wafunge, lakini mwisho wake la'allakum tattaqun. Sasa kama tunafunga kila mwaka halafu ikimalizika funga tunakuwa maasi zaidi kuliko tulivyokuwa mwanzo, maana yake lengo la funga halijafikiwa. Na sisi tupo katika ibada ya hija ndio tunayokusudia. Lazima kwanza kabla ya lolote tuwe tunajua hivi lengo zima la hija ni nini. Na sina shaka kwamba hapa kwa kuwa zinaendeshwa darasa mara kwa mara, watu wote tumeshaelewa nini maana na nini makusudio ya ibada nzima ya hija. Ibrahimu alayhi salatu wassalam, abul anbiya, Allah subhanahu alimwambia waadhin fi nnasi lilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Ibrahimu watangazie watu ibada ya hija, waadhin fi nnasi lilhaji, watangazie watu ibada ya hija. Ya Rabbi, nikitoa tangazo sauti hii itafika kwa watu wote? Jukumu lako wewe tangaza tu, halafu watu itawafika hiyo sauti, na wakifika hapa wataitikia labbaik Allahumma labbaik. Na ndio maana tukienda kwa wale ambao wameshakwenda na wale ambao ndio tuko mbioni tunataka kwenda, Mwenyezi Mungu arahisishe tuende salama. Tukifika kule, la kwanza tunamwambiaje Mungu? Labbaik Allahumma labbaik, nimekuitika ewe Mwenyezi Mungu, nimekuitika. Kakuita lini? Umeitwa tokea kipindi kile alivyomwambia Ibrahimu watangazie watu ibada ya hija, waadhin fi nnasi ilhaji, watangazie watu ibada ya hija. Ukiwatangazia wewe, yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, watakujia hali ya kuwa wanatembea kwa miguu kwa wale wakazi wa karibu, na wengine wa ala kulli dhamirin, wakiwa wamepanda wanyama waliokonda. Almuhimu yatina min kulli fajjin amiq, wanyama hao watatoka katika kila pande ya dunia ya mbali kabisa. Nasi tunatoka huku mbali ukilinganisha na pale tunapokwenda katika Kaaba. Lengo ni nini? Lengo la hiyo ibada ya hija ni nini? Hapo mbele, liyashhadu manafi'a lahum liyashhadu manafi'a lahum, ili waweze kushuhudia, kuhudhuria katika manufaa kwao wao. Kuna manufaa ya kidini na manufaa ya kidunia. Liyashhadu manafi'a lahum, kwa tunakwenda hija kutekeleza ibada, nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Allah inshallah akubali ibada zetu, lakini pamoja na hayo tunatakiwa kuna faida tutakayovuna, faida tutakayoipata katika hiyo ibada ya hija tunayokwenda. Ni manufaa ya kidunia na manufaa ya kidini, yote yanatakiwa yapatikane. Liyashhadu manafi'a lahum. Katika jumla ya manufaa yanayotakiwa kupatikana watu wakienda hija, wanatakiwa waelewe kwamba tuhakikishe tukirudi hija, baada ya kumalizika hija, tunaimarisha ule udugu wetu.
na tunaonyesha mshikamano wetu. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amewawekea kila siku wanakutana mara 5 kwenye kiambo chao, kwenye eneo lao wanaloishi, wanakutana mara 5 kila siku. Miongoni mwa malengo ya kukutana kule sio tu wakituita imamu tunakwenda kusali na kuondoka, hapana. Sambamba na hilo, kama kuna majambo ya kijamii ya pale, sisi Waislamu tutapeana taarifa pale msikitini. Haitoshi, lakini kwa kila wiki tukutane mara moja, mkutano huu unakuwa mkubwa kuliko ile 5. Na ndiyo maana kama dini itafuatishwa, katika siku ya Ijumaa watu wanatakiwa misikiti mingine midogo midogo ifungwe ili wakusanyike kwenye eneo moja, wapeane taarifa za wiki. Wakifika pale kuna ujumbe wa wiki utakaotolewa. Waislamu wanarudi, wiki hii tumerudi na hili. Baada ya hapo, Waislamu wale wale wana mkutano wao wa kitaifa kila mwaka, wanafanya mara 2. Watafanya mfungo mosi, na ndio maana wanatakiwa kama hakuna ulazima waende wakaswali kwenye eneo la wazi. Lakini pia watakutana mfungo 3 ili pia wakasali eneo la wazi. Taarifa zitakazotolewa zinawahusu Waislamu wote wa maeneo hayo. Sasa hivyo Waislamu wa Dar es Salaam, hivyo hivyo wa Dodoma, hivyo hivyo wa Pwani, hivyo hivyo wa Mbeya, hivyo hivyo wa Mwanza, hivyo hivyo wa Mtwara na maeneo mengine, na nchi nyingine na wao wanafanya kama hivyo. Halafu Waislamu wanatakiwa wawe na mkutano mkuu wa kimataifa wa mwaka huu. Wapi? Watakutana katika maeneo ya Haram, watakutana Makka. Kule wakifika wanatakiwa wakutane pamoja, halafu waoneshane kwamba wao wote ni ndugu, ni kitu kimoja. Kwa faida ya kwanza miongoni mwa faida zinazopatikana ni ta'zizul wahda wal ukhuwa. Faida ya kwanza ya hija ni ta'zizul wahda wal ukhuwa, kuimarisha umoja na udugu. Udugu uimarishwe, umoja uimarishwe. Watu kwenda kwao hija wahakikishe Muislamu aliyotoka Palestina, Muislamu aliyotoka Marekani, Muislamu aliyotoka Tanzania, Muislamu aliyotoka kwingine kokote, wote wanakuwa ndugu. Tena sio ndugu tu, ndugu walio kitu kimoja, wenye kushirikiana. Hapo Waislamu watakutana, watabadilishana uzoefu, watapeana taaluma mbalimbali zitakazowasaidia baada ya kurudi katika miji yao. Inawezekana kuna jambo linatusumbua kidawa, pengine maimamu, kuna jambo linawasumbua kidawa katika maeneo yao. Kule watakutana maimamu hao na maimamu wenzao waliotoka Bangladeshi, na maimamu wengine waliotoka India, wengine waliotoka Pakistan, wengine waliotoka Kazakhstan, wengine waliotoka Msumbiji. Ni fursa watu wakutane pale, wabadilishane uzoefu, ni namna gani majambo kama haya wanayaendesha. Lakini sio maimamu tu, maimamu nimetolea mfano, lakini kila watu, kila kada kwenye eneo lao wahakikishe wao ni wamoja na ni wenye kupendana na kushikamana. Pale wanakuwa wamekusanyika eneo moja, wote lengo lao moja, wamevaa nguo za aina moja, miongoni mwa mambo yanayoimarisha ule udugu wao. Kule akienda tajiri atakayekuwa, akienda kule havai nguo zake za kiutajiri, atavaa kama ile uliovaa wewe maskini. Kule aende kiongozi atakavyokuwa, hatovaa mavazi yake ya kiuongozi, atavaa mavazi kama unayovaa wewe. Tunaonesha wote ni kitu kimoja. Faida ya kwanza
miongoni mwa faida za hija kidini, watu ni kuonesha dini hii inawataka watu wawe wamoja. Sasa hama huko, twende sisi Waislamu wa Tanzania tunaoondoka kule, kila mmoja atatoka mkoa wake, kila mmoja atatoka wilaya yake, kila mmoja atatoka kwenye kata yake, kila mmoja atatoka kwenye kijiji chake. Tukifika kule, kila mmoja ana lugha yake, ana tamaduni zake, ana taratibu zake, lakini tukifika kule kila mmoja anasahau yale yote, wote sisi tunakuwa kitu kimoja. Tukirudi ule umoja tuliojifunza kule, tukirudi tuishi nao hapa katika miezi 11 iliyobaki. Lakini sio tuishi nao sisi tu, bali tuambukize kwenye jamii zetu ambazo hazikuwahi kwenda kule, tuwafundishe jamani, Mungu katuumba sisi makabila tofauti na mataifa tofauti, lakini hayana maana yoyote, wala hakuna kabila lililo bora kuliko lingine, wala mtu aliyobora kuliko mwingine. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Haya makabila ili tujuane tu, hawa Wazaramo, hawa Wadigo, hawa Makonde, hawa Ndengereko, basi. Lakini inna akramakum inda Allahi atqakum, mwenye maana, mwenye thamani, mcha Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu ndio mwenye thamani na mwenye maana, na huyo ndiyo mbora kuliko mwingine. Kwa sisi wote ni kitu kimoja, tunarudi maana hii tunaifikisha kwa wenzetu, tutaidi tukiwa tunapendana, tunaheshimiana, tunathaminiana. Ni miongoni mwa faida tunazozivuna baada ya sisi kwenda wapi? Kwenda hija. Faida ya kwanza. Ya pili, kutengeneza mahusiano. Ya pili, kutengeneza mahusiano, binaul alaqati, kutengeneza mahusiano. Sisi tuliokusanyika hapa, kabla ya hapa tulikuwa wengine hata hatujuani kabisa, bali tulio wengi tulikuwa hatujuani. Lakini hija imeanza kutukusanya kabla hatujaondoka. Tayari hija imeshaanza kutukusanya kabla hatujaondoka kamwe. Tayari tushakuwa tunajuana, tumetengeneza mahusiano mapya ambayo mwanzo hayakuwepo. Mahusiano haya, ibada ya hija ndiyo inayowataka watu, sio hapa tu, hata wakiondoka, wakifika kule, watengeneze mahusiano na watu wa mataifa mengine. Uislamu sio mtu kafungiwa kwenye tundu atoki kwenye tundu lake, hapana, bali Uislamu unataka watu wawe wanatengeneza mafungamano. Humo kwenye mafungamano hayo watabadilishana tamaduni mbalimbali, watabadilishana maarifa mbalimbali kutoka katika nchi tofauti tofauti hapa duniani. Kwa hiyo tukisha kuwa sisi wamoja, afu tunatengeneza mafungamano na mahusiano ambayo mwanzo hayakuwepo. Kupitia kikazi chetu hiki tulicho hapa sasa hivi, tutaondoka, lakini tukienda huko tutafanya tunayoyafanya, na Allah kubali tunayokusudia. Tutarudi, ukishakurudi kuna ndugu yako mwingine humu, unaambiwa wewe ametoka Tanga na wewe umetoka Msanga. Ukifika hapo tayari wewe kuna majambo yanayokuhusu Tanga, hui mgeni tena, ushatengeneza uwenyeji, una mtu unafungamano nayo, kwa unafunga safari kuondoka Tanga ukiwa una mwenyeji wako kule Tanga. Na wewe unaondoka Shinyanga, pia una mwenyeji wako wa Dar es Salaam. Tayari umeshatengeneza mafungamano na mtu wa Dar es Salaam. Mafungamano haya yasiishie kwenye kubadilishana mawazo tu ya kusali na kufunga, bali maisha ya kidunia yanatuhusu. Kuna fursa inawezekana ziko Mwanza, wewe Dar es Salaam pa fursa hizo huna, na kuna fursa ziko Dar es Salaam yule mtu wa Mwanza hana. Pale kwa mafungamano haya unaweza wewe ukamuuzia fikra na yeye akapokea, halafu baadaye maisha yakaanzia hapo na kuendelea. Kwa faida ya pili ni watu kutengeneza
mafungamano ambayo mwanzo hawakuwa nayo. Faida nyingine, gharsu alqiyami alijtimaiya, gharsu alqiyami alijtimaiya, tunatengeneza tabia njema na maadili mema ya kijamii. Tunapandikiza tabia njema na maadili mema ya kijamii. Kwenye hija watu wanafundishana kuwa wavumilivu, kuwa na subira. Usipokuwa na subira huendi. Subira, na subira ni jambo gumu. Subira jambo gumu, ndio maana Mwenyezi Mungu ameahidi watu wenye kusubiri kupata pepo, sababu ni jambo gumu, jambo chungu. Kama wanavyosema wasemaji, innama sabru sabirun, innama sabru sabirun, hakika si vinginevyo subira ni ya uchungu kama shubiri. Kwa tunafundishana watu kuwa na subira, lakini kuvumiliana na kusameheana. Kuna mtu mwingine vile unavyoona wewe huu ndio ustaarabu, yeye kwake huo ndio ushenzi kabisa, na vile unavyoona wewe huu ndio ushenzi, kwa mwenzio ndio ustaarabu kabisa. Kwa ili tufike, mimi nikuvumilie yale yako na wewe univumilie yale ya kwangu, kabla hatujakutana kwa ajili ya hija, hayo hayapatikani. Kwa hiyo watu tufundishane pia, hija inatufundisha kuvumiliana, kusameheana, lakini kudhibiti nafsi, kudhibiti hasira. Mtu anakufanyia jambo mpaka linaudhi, alafu unafikiria mimi nipo kwenye ibada bwana, nipo kwenye mambo ya hija bwana, hayo sitakiwi kuyafanya. Ile hata maisha yako ya baadaye, mtu akikuudhi sio moja kwa moja umechomoa henzerani umemtandika. Ikufundishe kwamba unaweza kuvumilia, unaweza kuidhibiti nafsi yako, dhabtun nafsi, lakini pia kujiepusha na maovu. Hija katika yale maadili mema inayotufundisha tajannubu rafathi wal fusuq. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq, mtu akienda hija alafu kwenye hija yake hakawa hakufanya arrafath wal fusuq, hakufanya mambo maovu na akajiepusha na mambo yote yanayofungamana na uzinifu, atarudi kwenye hija yake kayaumi waladathu ummuhu, anarudi akiwa hana dhambi hata moja, kama siku alipozaliwa na mama yake mzazi. Kwa miongoni mwa faida nyingine tunazozipata, tumesema ni gharsul qiyami alijtimaiya. Namba 3, namba 4, tawtidu takafuli alijtimai, tawtidu atakafuli alijtimai, kuimarisha misaada ya kijamii. Tutakuwa tuna desturi ya kusaidiana. Hija inatufundisha kusaidiana, wataawanu ala albirri wattaqwa. Watu watakuwa wanapendana, mahujaji wote tumekwenda kwenye jambo moja, tutakuwa tunapendana. Na mtu ukimkosa mwenzio unaanza kumtafuta, ba mimi katika safari yangu hii huwa nafatana na fulani, yuko wapi? Unaanza kumtafuta mwenzako ili ujue hali zake, kakumbwa na nini, na hatimaye kile kinachomsumbua kiwezekana uweze kumsaidia. Na kama ana jambo gumu ushirikiane naye kulibeba, ili mradi atokee kwenye hali inayopendeza. Kwa faida ziko nyingi, miongoni mwa hizo namba 4 ni watu kutengeneza mazingira ya kuweza kusaidiana kijamii. Lakini hija inaonyesha ile musawa. Namba 5, tahqiqu almusawa, tahqiqu almusawa. Hija inaonyesha, inahakikisha usawa kwa watu wote. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala al-abyad ala al-aswad.
Hakuna ubora kwenye hija eti mtu wa aina hii ndio bora kuliko mtu wa aina hii. Akienda kule Mheshimiwa Rais na ukienda wewe raia wa kawaida, wote kule mnaonekana kitu kimoja. Tunaacha zile tofauti tulizokuwa nazo. Akienda kule tajiri mkubwa na wewe maskini wa mwisho, wote mnakuwa sawa sawa. Kwa tunatambuka zile fawariqul ijtimaiya, tunaziacha tofauti zetu za kijamii, tunaziacha tofauti zetu za kilugha, tunaziacha tofauti zetu za kila kona. Ule utabaka unakuwa haupo. Hija faida zake ni kuonesha watu wote ni kitu kimoja na malengo yetu ni mamoja. Kwa sisi tuliopo hapa tuna tofauti hapa za kiuchumi, tuna tofauti hapa za mamlaka, tuna tofauti kubwa, lakini hija inatutaka tofauti zetu hizi kuna kipindi tuweze kuziacha na kila mmoja ajione yeye na mwenziwe ni kitu kimoja. Ndio maana wote tunavaa mgolole wa aina moja tukifika kule. Kwa hija inatutaka watu tuachana na zile tofauti zetu za kijamii ili tuweze kuishi maisha yaliyokuwa ya usawa. Wote mbele ya Mwenyezi Mungu tuko sawa sawa. Lakini Waislamu leo tumefikia kipindi tu kama wale Banu Taimi. Katika Waarabu kuna kabila linaitwa Banu Taimi. Banu Taimi ni kabila mambudha, lilikuwa ni kabila ambalo halina nafasi katika jamii. Watu wanaweza wakapanga mambo yote, hawajali kabisa kwamba wao wapo. Mpaka mmoja wao akasema maneno haya, wa yuqdha al-amru inda ghiyabi taimin wala yustasharuna wa hum shuhud. Mambo hupangwa wakati Banu Taimi hawapo. Wa yuqdha al-amru inda ghiyabi taimin, mambo yanapangwa yanaratibiwa wakati Banu Taimi hawapo. Wala yustasharuna wa hum shuhudu, na wala hawatakiwi ushauri hali ya kuwa wapo katika eneo hilo hilo husika. Yani watu wakitaka kupitisha barabara kwenye eneo hili hawaulizwi Banu Taimi, jamani nyie mnasemaje, tuipitishe wapi? Hospitali tukajenge wapi? Hawaulizwi. Lakini naita ikitokea kikao hicho wapo, hawatakiwi ushauri. Na Waislamu pia inafikia kipindi majambo yanapangwa, Waislamu hawapo na wakiwepo hawatakiwi ushauri. Sasa hija inataka miongoni mwa faida zake ni ile kuthibitisha kuwepo kwao, ihya ruhul umma, kuhuisha kwamba umma upo. Faida namba 6 ni ihya ruhil umma. Waislamu watahisi kwenye hija kumbe na sisi tupo, kumbe na sisi tupo, na sisi ni umma mmoja. Hilo litaimarisha kule kushikamana kwao. Palestina atapigwa, lakini Mtanzania hajali. Mtanzania atapigwa, Mganda hajali. Mganda atapigwa, Mwingereza hajali. Mwingereza atapigwa, Marekani hajali. Lakini hawa wote kama ni Waislamu wakikutana pale, tumesema mwanzo wanakuwa wale ni kitu kimoja. Kule kuwa kwao kitu kimoja, sasa kumbe sisi tupo na tuna ndugu zetu hawa wapo huku, mbona hili linatusumbua? Watahuisha ile ruhul umma, kule kuwepo kwa taifa hili la Waislamu kwamba wapo, watapeana taarifa, sisi tupo na namna gani tutasaidiana. Hilo kwa wapi? Kwa ujumla. Tukirudi kwetu sisi wenyewe tunajiangalia, kumbe kama sisi Waislamu kila mtu mmoja anaweza kutoa pesa hii ya kuendea hija. Inakuwaje choo cha msikiti kimebomoka, tunasubiri apatikane mfadhili? Inakuwaje? Yaani Waislamu ni watu ambao kwa namna moja hivi, kama sio hii hija kwenda kutuamsha, tunachekesha.
Inaweza ikabomoka choo cha mtu mmoja nyumbani kwake akakijenga yeye peke yake bila kushirikiana na mtu yote, lakini mvua zile zile zimeangusha choo cha msikiti. Yule aliyojenga choo cha nyumbani kwake yupo na wengine kama yeye wapo, lakini hakuna mtu anayejihisi ile ni la kwangu kufanya. Wanasubiri mfadhili apatikane wa kuleta matofali 200 ili waweze kujenga kile choo cha msikiti. Hija inataka kutuamsha, hapana, hivyo sivyo. Sisi tunao uwezo wa kufanya mambo yetu kwa ushirikiano wa sisi wenyewe kwa wenyewe bila ya kutaka ufadhili wa mtu mwingine yoyote. Sisi tupo na uwezo wa kufanya mambo tunao. Katika jumla ya faida tunatakiwa tujijue kwamba sisi tupo na uwezo wa kufanya mambo tunao. Kwa kila linalotakiwa kufanywa, watu waliokwenda hija wanatakiwa wakirudi hili waamshe wenzao kwamba sisi kumbe kwa umoja huu, sio wale kule, sisi tu wa Tanzania kwa umoja huu tuliokuwa nao, asi watu mmoja imara sana yani. Tukitaka kufanya lolote lile linawezekana. Hakuna choo cha msikiti kinachofika milioni 10, lakini mtu mmoja anaweza kutoa milioni 10. Sisi msikiti mzima kutoa milioni 10 hatuwezi, tunasubiri mfadhili wa kutoka nje. Kwa hija inatakiwa itujulishe kwamba sisi sio Banu Taimi, sisi tupo. Na kwa kutojitambua, kutokujali maana nzima ya hija, ndio hii inafikia kipindi inaweza kaka serikali ikapanga jambo, alafu si Waislamu wala hatupo wala hatulizwi wala hatujali, afu baadaye sisi hapo watukubali tunafanya maandamano. Kumbe chimbuko lilikuwa huku mwanzoni ndiko kulikokuwa sisi tunatakiwa tuwe wamoja, tungeonekana kuwa ni wamoja na tumeshikamana, hilo lisingefanywa baadaye. Na pengine unaweza ukaitwa wewe katika kikao hicho cha kupitisha hayo, afu kaambiwa mzee bwana tia Fatiha. Jukumu lako likaishia kutia Fatiha. Na ukirudi unajisifia katika mkutano uliopitisha hospitali ijengwe pale, mimi nilikuwepo na Fatiha nimetia mimi mwenyewe, unajipiga kifua. Kumbe kama tungekuwa wamoja, wewe ungeenda kule na ujumbe wako ulioubeba kutoka kwa wenzio wengine. Jamani, haya mnayoyajadili sisi kama Waislamu yanatukwaza 1, yanatukwaza 2, yanatukwaza 3. Lakini hatupo. Kwa kuwa hatupo, hakuna mtu anayetujali. Kwa hija itukumbushe katika faida zake, sisi ije itukumbushe kwamba sisi Waislamu tupo na tupo na uwezo wa kufanya mambo tunao. Allah subhanahu wa ta'ala akitufungulia fahamu hizo, tunaweza tukafanikiwa. Lakini nilisema miongoni mwa faida zake, Mungu alimwambiaje Ibrahimu, waadhin fi nnasi lilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiqin, alafu mbele liyashhadu manafi'a lahum. Watu wakienda hija wanatakiwa kule kuna manufaa kadhaa wakayapate. Kuna manufaa nikasema ya kidini na kuna manufaa pia ya kidunia. Mfanya biashara unakwenda hija, ni fursa kwako, fursa kubwa. Kule utakutana na wafanya biashara wenzio. Wewe unafanya biashara ya nini? Matunda. Kule wafanya biashara wa matunda wa nchi nyingine wapo. Inawezekana pengine kama tungefanya utafiti wa kina, ingekuwa jukumu lako wewe kubeba madafu tu kupeleka nchi nyingine na maisha yangeweza kukunjuka. Lakini nini, baada ya kujua kwamba faida, kumbe hija tunapokwenda sio kama alivyotuambia Daktari Al-Bugha, sio ile suwar na ashkal, sio malengo ule muonekano, malengo ile maana. Laisa almuradu lilibadati fi lislami suwaraha wa ashkalaha, innama almuradu ghayatuha wa maanaha. Makusudio ya hizi ibada tunazozifanya sio ule muonekano, makusudio yake ni ile maana. Miongoni mwa maana za hija ni watu waende kule liyashhadu manafi'a lahum. Wewe mfanya biashara unatakiwa kule ukagundue kuna manufaa fulani, mimi natakiwa nifaidike. Wewe mkulima ujue kule kuna wakulima kutoka nchi nyingine.
wewe namna gani unalea watoto wako, baba wewe, mama wewe, kule pia kuna wazazi wa nchi nyinginezo, nyewe kwenu mnafanyaje? Mbona tunaona mnakuja na watoto wadogo wadogo, lakini wana heshima zao, wana adabu zao. Sisi mbona linatusumbua jambo la malezi? Utandawazi sisi kwetu unatusumbua sana. Kumbe tukienda kwenye hija, wewe wa Mwanza utabadilishana mawazo na wa Dar es Salaam, wewe wa Mbeya utabadilishana mawazo na wa Mtwara, wewe wa Tanga utabadilishana mawazo na wa Pwani, hatimaye liyashhadu manafia lahum, watu watapata manufaa ya kijamii. Kwa namba 7 katika faida ni tawfiru almanafi alijtimaiyati alawsa, tawfiru almanafi alijtimaiyati alawsa. Tuje tufanyeje? Tuzidishe manufaa ya kijamii. Hata serikali hizi inakaza, viongozi wa kiserikali mpo nyinyi humu, hata wewe mjumbe wa shina ujue na wewe humo, wewe mwenyekiti wa mtaa na wewe humo, na wewe pia ni kiongozi. Kwa ukifika kule utakutana na wenye viti wa mitaa wenzio, wewe mkuu wa wilaya utakutana na wakuu wa wilaya wa nchi nyingine, mikoa mingine. Wenzako wanalifanyaje hili hali wasumbui, na wewe linakusumbua kwa nini? Panya rodi, panya rodi. Inawezekana Dar es Salaam wanasumbuliwa na panya rodi, lakini inawezekana Mwanza hawasumbuliwi na panya rodi, inawezekana Iringa hawasumbuliwi na panya rodi. Fursa hii ya nyinyi watu wa Mwanza mliokutana na mnakaa muda mrefu kwenye hija, miongoni mwa faida zake wewe unakaa na wenzio muda mrefu, badilishana nao mawazo. Kama una jambo litoe na mwenzio naye atatoa la kwake, hatimaye mtafanyaje? Mtapata manufaa ya kijamii yaliyokuwa makubwa. Si hivyo tu, lakini nani asiyejua kwamba kwenye hija ndio sehemu pekee ya kutaka msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa faida za hija, maghfiratu dhunubi wal kabair, maghfiratu dhunubi wal kabair, kusamehewa dhambi zao watu. Mtu atakayekwenda kwenye hija akirudi anarudi kama siku alipozaliwa na mama yake. Wewe ni mtu muhimu, unakuwa huna dhambi hata moja. Sasa hiji kweli ili urudi hapa uishi maisha anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Kila tunapoongeza mahujaji kuwa wengi, ndio tunatengeneza taifa lililokuwa bora, taifa la wacha Mungu, taifa la waja wema. Wakiwa watu waja wema, lazima watakuwa raia wema. Wakiwa waja wema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watakuwa raia wema katika nchi yao. Kwa tunapopeleka watu wakienda kufutiwa dhambi, akirudi hapa ukimwashiria afanye jinai ya aina yoyote ile, hatakuwa tayari, kwa sababu usije ukamchafulia ule usafi aliyoupata kule alikokwenda. Kwa mahujaji nyinyi watu muhimu, ni watu muhimu. Mnarudi jamii zetu zinakuwa safi, mnarudi jamii zetu zinakuwa imara, na nyinyi miongoni mwa majukumu yenu yale mnayoyavuna na kupandikiza kwa wengine wasiokwenda. Lakini katika hija inapatikana takwa nyingine. Katika faida zake, tahsilu taqwa, tahsilu taqwa, kupatikana uchamungu. Kwani uchamungu ni nini? Uchamungu maana yake an yajidaka Allahu haithu amaraka wa yufqidaka haithu nahaka, kuishi, kukubali kuishi ndani ya utaratibu, ndio uchamungu. Kukubali kuishi katika utaratibu, huo ndio uchamungu. Sio uchamungu ulala msikitini siku zote, la 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 la, sio uchamungu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikwenda wakati wa dhuha, akawakuta watu msikitini wamekaa. Nyie vipi, mbona mko msikitini mpaka muda huu? Anasema sisi bwana tunamwabudu Mungu. Huko msikitini saa hizi mbona muda huu ndio wakwenda kuganga njaa, kutafuta uchumi, nyie mpo humu, imekuwaje? Haya, familia zenu wanakulishieni nani? Anasema kuna ndugu yetu huyo mmoja, yeye ndio anajitolea kwa hiyo. Basi akamwambia huyo ndio mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi, atokeni huko. Kawafukuza msikitini. Kwa ucha Mungu sio kukaa msikitini muda wote, la la la.
Ucha Mungu ni kuishi kwa kufuata utaratibu. Muda wa kwenda kazini uwe kazini, muda wa kwenda shamba uwe shamba, muda wa kwenda msikitini uwe msikitini. Ayajidaka Allahu haithu amaraka wa yufqidaka haithu nahaka. Huu ndio ucha Mungu. Kwa hija inatujulisha wakati huu ni wakati wa sa'i, watu wote watakuwa katika sa'i. Wakati huu ni wakati wa tawafu, watu wote watakuwa katika tawafu. Wakati huu ni kisimamo cha Arafa, watu wote watakuwa katika kisimamo. Hakuna mtu bana, mimi Arafa nitasimama kesho kutwa. Watu wote watakubali kuishi katika utaratibu. Kwa sababu gani? Wanamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wanamuadhimisha. Kwa miongoni mwa faida za hija ni kuwafanya watu kukubali kuishi katika taratibu anazozipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuziridhia. Tumerudi sasa kutoka hija, tuko hapa kwetu. Tukirudi hija kwa kwetu, sisi ndio uswa, sisi tutakuwa ndio vigezo, ndio watu wa kuigwa. Wengine watuige sisi, tayari tumejifunza kuishi katika taratibu anazozipenda Mungu. Adhana, ajabu na kweli, Waislamu adhana ya pili ya Ijumaa mtu yuko nyumbani hana tatizo, lakini anasubiri kwa sababu nyumbani kwake karibu. Akisikia kad qamati salatu, kad qamati sala, anachukua kanda mbili zake anakimbilia msikitini anaenda kusali. Hapana, hija itatufundisha takwa. Unaambiwa adhana ya pili ikifika watu wote wawe wapi? Msikitini, na wewe utakimbia utakwenda msikitini katika adhana ya pili tu. Kwa tukirudi katika hija, hija inatufundisha tunakuwa wacha Mungu, lakini pia tunafanya haya yote tunajua kwamba tutakufa na tukishakufa hatimaye tunamuomba Mwenyezi Mungu tuende peponi. Allahumma ja'alna minhum. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuingize peponi. Kule kwenye pepo, la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Ndivyo alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa faida nyingine ya hija ni watu kupata pepo. Aljanna hiya aljaza, pepo ndiyo malipo pekee ya hija. Hija itakujulisha kwamba kama unataka pepo unafanyaje vile. La tadkhulu aljannata, mtume anasema hamtaingia peponi hata tu'minu, mpaka kwanza muwe waumini wa kweli. Wala tu'minu hatta tahabbu, hamwezi kuwa waumini wa kweli mpaka muwe mnapendana. Tulisema kule mwanzo hija inapandikiza mapenzi kwa Waislamu. Kwa tukienda hija tutapendana, sio tutaishi kinafiki, tunachekeana mdomoni lakini ndani ya moyo kila mmoja ana lake, kila mmoja anamwombea mabaya mwenziwe. Mahujaji hawawi hivyo. Hamtoingia peponi mpaka mpendane, na hamtopendana wala tahabni, la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahab. Mtume akasema awala adullukum, je hamtaki nikujulisheni, ala amrin, juu ya jambo fulani, idha fa'altumuhu, iwapo kama mtalifanya, tahabbtum, mtapendana mapenzi ya kweli. Jambo lenyewe ni moja tu, afshu salama bainakum, afshu salama bainakum, enezeni salamu kati yenu, kuweni na desturi ya kusalimiana. Leo unaweza ukapita ukamkuta mtu kavaa vizuri kama hivi shekhe hapa, kanzu bismillah masha Allah na kofia nzuri na kizubao juu. Kwa hivyo ukimwona muonekano wa nje unadhani dini gani? Lakini mtu anapita hamsalimii kwa sababu hamjui yule, kwa sababu yeye hamjui basi hamsalimii. Anangoja mtu anayemjua ndio atakayemsalimia. Enezeni salamu, huo ni mna desturi ya kusalimiana wenyewe kwa wenyewe. Mkisalimiana hatimaye mtapendana, mkipendana mtaingia peponi siku ya Kiyama. Hija inatujulisha kule tunakokwenda tutapendana, kutoka na desturi ya kupandikizana, kusalimiana. Hakuna mahujaji, sote hapa tulipofika tumesalimiana, hapa wote tumesalimiana, labda wale ambao wametukuta tumekaa tayari tunaanza kuzungumza, lakini kabla ya mazungumzo tulikuwa tukienda tunasalimia. Umjui mtu wala
haya mafunzo tunayoyapata katika hija, ijapokuwa watu hatujuani, tumefika tukasalimiana na tukathaminiana, tunatakiwa ikisha hija pia tuyaendeleze mafunzo haya ili iwe sababu ya kuingia kule peponi. Alhajjul mabruru laysa lahu jazaa illa aljanna. Hija ikikubaliwa na Mungu haina malipo mengine isipokuwa pepo. Njia ya kwenda peponi ni nini? Watu wawe wanasalimiana, mkisalimiana mtapendana, mkipendana mtaingia peponi. Kwa hija miongoni mwa mambo yanayotujulisha ni kujuana, kupendana, kuthaminiana, ambako kumetupelekea tunasalimiana. Kusalimiana ndio njia ya kwenda peponi, pepo ambayo hija zetu zikikubaliwa hakuna malipo mengine ila pepo. Kwa njia ya kwenda peponi tuwe na desturi, ukimwona mwenzio msalimie. Inawezekana pengine umpita kapiga jinsi hukumjua kama Muislamu, kwani ukimsalimia unapungukiwa nini? Lakini achilia huyo kavaa kabisa, kavaa na niqabu, umemwona mwanamama, wewe kuna mwingine sio kwa Muislamu anavaa niqabu, kwani ukimsalimia unapungukiwa nini? Msalimie, ukimsalimia itapelekea mtapendana, mkipendana mtaenda peponi siku ya Kiyama, ambayo ndio malipo ya watu wanaokwenda hija. Si hivyo tu, bali katika faida za hija pia na matunda yake ni al-itqu minan nar. Al-itqu minan nar, watu kuachwa huru na moto wa jahannam. Kwenye funga kuna itqu minan nar, na kwenye hija kuna itqu minan nar. Miongoni mwa faida za funga ni nini? Al-itqu minan nar, watu kuachwa huru na moto. Kwenye funga kule kuna 10 la mwisho, ni 10 la watu kuachwa huru na moto, si ndio hivyo? Tayib, basi na kwenye hija pia kwenye 10 la hii la kwanza la mwezi wa mfungo 3 kuna itqu minan nar. Kwenye funga kuna Lailatul Qadri, siku muhimu mno ambayo mtu akiwafikishwa na Mwenyezi Mungu kufanya ibada katika usiku mmoja inakuwa ni bora zaidi kuliko kufanya ibada katika miaka 83 na chenga, miezi 1000. Basi na kwenye hija pia kuna siku ya Arafa. Mtu akisimama katika kiwanja cha Arafa, ile hija yenyewe yote Mtume anasema alhajju Arafa, hija yenyewe hasa ni Arafa. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Mwenyezi Mungu amuiradhi yeye pamoja na babake, alipofasiri maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Alipofasiri maneno haya hapa alisema maneno haya mwishowe, ma min ayamin, hakuna masiku yoyote, al-amalu salih, ibada, matendo mema, ahabu ila Allahi ta'ala, yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya. Hakuna siku yoyote kutenda matendo mema kunapendeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko matendo haya, yani al-ashra al-awaila min dhil-hijja, 10 la kwanza katika mwezi wa mfungo 3. Walimuuliza hata jihadi, akasema hata jihadi bora masiku haya kuliko hata jihadi. Kuna swali linajitokeza, tujueje sasa kule Lailatul Qadri au huku Arafa, 10 la mwisho la Ramadhani au 10 la kwanza la mfungo 3, bora zaidi wapi? Ibn Abbas anasema hakuna siku yoyote ambayo kutenda matendo mema bora zaidi kuliko 10 la kwanza la mfungo 3. Na kule tunaambiwa 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Mbona linachanganya? Alichanganyi kule, tunazungumzia layali, kwa tunazungumzia layali ambayo ndani yake imo Lailatul Qadri, amal na ibada zinazofanywa usiku. Huku tunazungumzia yaumun, ayamu, ibada na matendo yanayofanywa mchana. Kwa wewe shida yako, kama unataka kutenda matendo mema kabisa hili 10 hili, na wewe unakwenda hija kule, usipoteze fursa.
Sio tena ndo unatoka huko madukani tu unahangaikia magauni ya kina wifi. Ni kipindi ambacho cha kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na sharaful makani bil makini, sharaful makani bil makini,